Baada ya kujua huyu mama amefiwa na mume wake Disemba, mnakaa mnatengeneza uhuni hapa. Nataka niseme sasa, maelekezo yangu kuanzia sasa hivi, nataka nyaraka za aliyeuza hapa za kuthibitisha, sawa. Nataka barua ya kuonyesha kwamba huyu alipewa eneo la kuuza hapa. Mtu yoyote asilete chokochoko hapa, na hii kesi nimeitoa kwa uongozi na isimamia mimi kuanzia sasa hivi. Tumeelewana? Tumeelewana? Kwa hiyo sitaki mtu yoyote aje hapa kumsumbua huyu mama, sitaki mtu yoyote amsumbue huyu mama mpaka nipate nyaraka zote za kuthibitisha hapa. Na aliyesema huu mpaka ni Kisanga, huyu ni Kora, aliyekuthibitisha kwamba hapa ni Kora, ni Kisanga, ambaye ni mtu wa ardhi. Mkileta nyaraka mmoja naye, msiniletee udalali kwenye watu hapa na kuja unasema kwamba huyu ndo amesema mpaka ule. Mimi siendeshi wilaya kihuni. Nataka mtu wa ardhi aliyesema hapa ni Kisanga, hapa ni Kora, mmoja naye ofisini kwangu. Mtendaji, wewe ni mtu mzima, uhurumie sisi. Mimi sipumziki kwa ajili ya hii. Huwezi kuja ukaambia huyu amesema uze eneo, unasema huyu hapa nimeuza eneo la bosi wake. Huyo bosi wake hana mke? Una dokumenti yoyote ya kuonyesha kwamba huyu alielekezwa auze? Unaaminije aliyepiga simu kuongea naye ni kweli mwenye eneo? Una uthibitisho gani? Huyu mama amekaa miaka yote, baada ya kusikia mume wake amekufa papo Disemba, mnatengeneza njama hapa. Eti bosi yuko Marekani, bosi. Sasa ninachohitaji sasa, namtaka aliyenunua eneo, sitaki mtukati. Sasa wakati nyie mnamsainia huyu, hamkujua hii dokumenti? Ni Kisanga, hiyo ni Sungu. Sisi tulizua kwa upande wa Sungu. Hii eneo ni la wapi? Mipaka ya awali ilikuwa ni Kisanga, mipaka mipya ni la Sungu. Mipaka mipya. Sisi tulizua 2015. Mipaka ya awali ilianza lini? Mwaka 75 wa kijiji. 2000 na huyu alikuwa mwenyekiti 2006 wa nini? Wa kijiji. Anaitwa nani? Kisanga. Anaitwa nani? Mohamed Shongo. 2006. Na huyu amenunulia wapi? Sungu. Huyu kanunulia Kisanga. Yupi? Huyu ambaye mwenye hilo mmiliki wa ile eneo. Ambao ndio wewe msimamizi wake. Huyu aliniuzia mimi. Ambaye msimamizi wake ni Mimi nachotaka kujua huyu amenunua hiyo mipaka, aliyekuja kuitofautisha mipaka ni nani? Aliyeweka mipaka hiyo ni nani? mipaka ya Kati ya Kisanga na Kora ni nani? Ni halmashauri ya wilaya. iweka mipaka ni agizo la waziri mkuu kipindi hicho. Hujanielewa. Hapa aliyekuja kutambua mipaka ni nani? Kwa sasa hivi tulipofika hapa baada ya maelekezo ndio tunakuja hapa tunafahamishwa kwamba mpaka Aliyekuelekeza ni nani? kulikuwa na mtu mmoja hapa Festo. Ndio tunasaidiana kidogo. Festo ni nani? Yule mwananchi tu wa kawaida. Ni nani? Aliyekuambia huku ni Kora huku ni Kisanga? Mimi au Nauliza huyu hapa. Mimi sijasema chochote mheshimiwa. Kama mimi nimenunua eneo kupitia kwa Shadrack ambaye hati zake zinasoma Kisanga. Hati ziko wapi? Zipo kwa bosi huyu ambaye mwenye hiyo eneo. Hivyo unajua kwamba mimi najua hili eneo umefanya udalali, huyu mtu yuko Marekani. Zimeendaje Marekani wewe huna kopi? Kopi hiyo, yani hizo Hizo kwa nini ziende Marekani hapa kusiwa na nyaraka? zipo, ila siku bahati mbaya hao walioniagizia au kuniagizia. Sasa sikiliza bwana, usilete usanii kwenye mambo ya msingi. Unanielewa? Ndio nakwambia sasa. Nyaraka zimeendaje Marekani alafu unaniambia kwamba ziko kwa bosi. Bosi wako yuko Marekani. Sasa zimeendaje Marekani wewe huna kopi hapa? Yani nyaraka zipo kule, yani yeye hakunitumia mimi na sikujua kama leo zinahitajika. Hata hizo zenyewe alinitumia kwenye simu ndio nikazitoa kopi ndio nikaja nazo. Wala hizo sio shida mbona. Ujanja mnaofanya hapa, nilishasema Kisarawe, fanyeni udalali hapa, mimi nikiondoka hapa Kisarawe. Mkishajua mtu sio mzao wa Kisarawe, mnatengeneza vikundi sana, mnakuja kumpokonya eneo lake.